Hata kabla ya kumaliza chuo cha Biblia aliniambia, akasema, baba, wakati wa kufanya kazi mimi basi. Na ndiyo tuliokuwa tunamtegemea. Miongoni mwa watu waliokuwa wanatoa zaka nzuri katika ushirika alikuwa ni pamoja na yeye. Sasa aliposema kazi basi najua mchungaji ukisema kazi basi, yeye angalia kaza, anaangalia fungu la kumbi limekata, limepungua. Tunakwenda na muda mzuri, tuna matukio kadhaa. Ili tukio la kwanza limeshapita, la ibada ya awali. Hapo mbele tutaingia kwenye ibada nyingine ambayo ni fupi tu ya sherehe kama alivyoiongelea mama mchungaji wetu na mchungaji Winifrida Siame. Tutaingia kwenye tukio la pili la kupata chakula, na tutaingia kwenye tukio la mwisho la kikao cha wanakamati ambao wataendesha shughuli iliyoko mbele yetu. Lakini kabla tujaingia kwenye tukio la pili, hebu tusalimiane kwa muda huu tulionao. Lakini kabla ya kusalimiana, mwangalizi, Mungu akubariki. Huyu ni mwangalizi wetu wa section na ni mtoto wetu wa hapa. Tuliona ni baraka kwake kwa sababu anamfahamu Ebeni na huyo mchumbake, basi aje afanye huduma. Kakaangu ambaye kwa neema ya Bwana ndo katika ukoo wote wa mzee Tadeo ndo alianza kuokoka, kumpa Yesu maisha, mchungaji Fidel Siame. Karibu. Asante, jina la Bwana libarikiwe. Asante. Lakini nina ndugu zangu katika ukoo wa kina Siame. Nina mama Dr. David yuko hapa katikati yetu, shemeji yetu pale ulipo, karibu. Shemeji yangu yule pale, asante, Mungu akubariki. Haya, nina ndugu zangu wote katika ukoo, tuwezi tukataja moja moja. Haya, na nyinyi pungeni mkono, fanyeni hivyo. Akina Nakamba, akina Siame, popote mlipo simameni basi watu waone. Akina Nakamba, si unaona ninavyoshindilia hapo? Akina Nakamba, akina Siame. Jamani, makofi kwa ajili yao katika jina la Bwana Yesu. Asante, Mungu abariki. Lakini pia ni heshima kubwa, kuna wageni wetu kule Ebeni alikokwenda kupiga hodi. Kule Ebeni alikokwenda kupiga hodi, na hapa wazazi tuwakaribishe kwanza kama sehemu ya kusalimiana. Tuwaombe familia yote, lakini kwanza kabla yote kabisa tuna mama mzaa chema. Nimkaribishe katika ibada rasmi kwanza. Hebu simama utupungie mikono kwanza, tumekumisi kwa muda mrefu hatuja kuona. Hongera. Asante, Mungu akubariki. Naye amekuwa mshirika wetu kwa muda mrefu na pamoja tukiwa pamoja naye. Sasa sambamba na huyo mama mzaa chema, baba hatujamuona lakini tuna taarifa naye. Sambamba na huyo sasa amefuatana na ndugu zake wote, dada mkubwa, mjomba, nani, haya wote wasimame, ndo wakati wao sasa. Karibu mama, shangazi, mjomba, makofi kwa ajili yao katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Asante, Mungu awabariki sana. Lakini sambamba na watu na wageni wengine tu waalikwa, mabibi na mabwana ambao wamejumuika pamoja na sisi kwenye tukio hili, na wengine wamekuja kusali pamoja na sisi, na nyinyi nyosheni mikono, tumpe Mungu makofi ya shukrani. Hiyo, asante. Haya, ongeleni sana jamani, makofi kwa ajili ya wageni hao wote katika jina la Bwana. Jamani, semeni amina katika jina la Bwana. Lakini mwisho tuna kamanda wa NYTV hapa, tuko live hapa, tunaonekana katika TV yetu ya NYTV, na mkurugenzi tunaye hapa. Njoo mkurugenzi, punga mkono, njoo hapa watu wakuone. Ni kijana wetu huyu wa NYTV, yani hapa tuko live mitandao tunaonekana. Huyo hapo kijana wetu. Asante, Mungu akubariki, nimekuona, nimefurahi. Asante, Mungu akubariki sana. Asante, Mungu akubariki sana.
Asante, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Na huyu ambaye anakuja kusimama hapa, huyu anayekuja kusimama mahali hapa ni mtoto wa mahali hapa. Amekuwa mzee wetu wa kanisa. Baadaye nilipomaliza chuo cha Biblia, hata kabla ya kumaliza chuo cha Biblia, aliniambia, akasema, baba, wakati wa kufanya kazi mimi basi. Na ndiyo tuliokuwa tunamtegemea. Miongoni mwa watu waliokuwa wanatoa zaka nzuri katika ushirika alikuwa ni pamoja na yeye. Sasa aliposema kazi basi najua mchungaji ukisema kazi basi, yeye angalia kazi, anaangalia fungu la 10 limekata, limepungua. Akasema Bwana ameniambia kazi basi. Kwa hiyo tulikubali, tukakubali na mke wake tusijue Mungu anataka nini. Alikaa katika wakati huo kidogo mgumu sana, lakini akiwa anaendelea kumtumikia Mungu. Mwisho, kwa ajili ya muda, wakati nimeenda kusoma chuo cha Biblia, nimwachia kanisa. Akasema, sasa mama mchungaji, baba atakuja hapa. Tulikuwa na vyoo vya thamani hivi. Akaenda kuchukua milango yake, akaiweka kwenye vyoo kule. Huyu bwana by nature ni mtoaji, sabuni ni mtoaji, na mkewe Mama Senzi watoaji sana. Na hapo niongee kidogo. Kwa kawaida binadamu wanapenda kupewa, hapendi kutoa. Na watu waliookoka wanapenda sana kuomba, hawapendi kushukuru. Yaani hiyo ndo nature. Watu wengi kwanza wanapenda kupewa, hawapendi kutoa. Moja. Mbili, watu wengine wanapenda kuomba lakini hawapendi kushukuru. Baadaye akasema, sasa baba, nasikia moyoni mwangu kuanza kazi ya Bwana. Nikasema haina tatizo. Sasa angaza macho. Akataka kuitwa eneo moja mahali fulani, kulikuwa kumechangamka sana. Akasema, baba, kule mimi moyo wangu haujanipeleka kule, siko. Mimi nataka niende huko. Akaenda Kinzudi. Kinzudi ilikuwa ni eneo ambalo si rafiki, lilikuwa ni la watu wavuta sigara na wanywa gongo. Akasema lile ndo linafaa. Kwa hiyo akaanza kazi ya Mungu. Lakini kabla ya kuanza kazi ya Mungu, nilikwenda pale nyumbani kwake, nikamkuta yeye na mama yake marehemu ambaye Bwana amemtangulia, mama yetu. Nikamwambia mama mzazi, nikamwambia mama, mimi naomba nitamke kama mtumishi wa Bwana. Kanisa lilianzia mahali hapa, pakawa pana mapacha watoto. Tunafanya ibada, mama Sesi amejificha kwenye kachumba ndani kule. Nyumba kuna joto, yule mama mpaka tukamalize ibada za Pentekoste saa 9. Yule mama na tutoto mapacha amejificha kule ndani. Kambia mama, naomba nimtabirie mwanao. Nilimtabilia Deusi Sabuni mbele ya mama yake. Katika utabiri huo, Bwana amekuwa akilitimiza neno katika jina la Bwana Yesu. Semeni amina katika jina la Bwana. Jamani, semeni amina katika jina la Bwana Yesu. Na anaendelea kubarikiwa, anaendelea kustawi. Na mimi nimepita huko, nikaanza makamu uangalizi, nikaenda kwenye uangalizi, nikaingia makamu wa askofu. Naona nazo hizo mbio naye ananukia mbio hizo,
anakimbia kimbia. Basi tuendelee kumwombea mbio hizo. Sasa katika protokali, yeye ni mwangalizi, na hapa tuna katibu wa section. Karibishwa madhabahuni na katibu wa section. Mimi nita step down, alafu katibu atakuja atamkaribisha bosi wake katika madhabahu. Amen. Tumuombe katibu wa section aje, alafu amlete mwangalizi katika madhabahu. Kwa ujumla hawa wawili mimi ndio mabosi wangu. Wako juu, mimi niko chini. Ndivyo kazi za Mungu zinavyokwenda, sawa? Haya. Basi tuanze na bosi wa kwanza huyu. Karibu bosi wangu. Mlete bosi wako. Karibu. Asante.